السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأملا، ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء. أما بعد، يقول الله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Ndugu zangu Waislamu, leo tuko katika siku tukufu maarufu siku ya Badri. Ni tarehe kama ya leo ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliunyanyua Uislamu kunyanyuka ambako kwamba hauwezi tena Uislamu kuanguka, na kauangusha ukafiri, kuanguka ambako hauwezi tena kunyanyuka mpaka kiyama kitakaposimama. Wale ndugu zetu katika masahaba wa Mtume waliopambana kwa ajili ya kuitetea na kuinusuru dini hii, walipambana wakiwa ndani ya saumu zao, walipambana wakiwa ni watu wachache, walipambana ikiwa wako katika jua kali, uchache wa silaha, lakini kwa sababu ya imani zao zilizothabit, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliuleta ushindi wake na akaisimamisha dini yake mpaka kiyama kitakaposimama. Uislamu utakalia juu na wala hautokaliwa juu na chingine chochote. Lakini sisi leo, pamoja na kwamba tuko katika munasaba huo, tukasema tuje tukumbushane katika moja ya mambo ambayo kila kuchapo twazidi kuyaona na yanaendelea kutokea. Sisi tunaposwalia jeneza mathalan, kuna dua twaomba pale baada ya takbira ya mwisho, tukasema Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. E Mola, usitukoseshe wala usitunyime ujira wa huyu maiti. Dua ya kwanza. Kisha tusema wala taftinna ba'dahu, wala usitufitinishe baada ya huyu aliyetuondokea leo. Yani kama sisi tulikuwa ni watu wamoja, basi umoja wetu usivunjike baada ya kuondokewa na huyu. Kama sisi tulikuwa ni ndugu, basi undugu wetu usivunjike baada ya kuondokewa na huyu. Kama sisi tulikuwa watu wanaoelewana, basi kuelewana kwetu kusiondoke
baada ya kufiliwa na huyu mtu. Twaomba pale twasema wala taftinna ba'dahu. Lakini baada ya hapo mara nyingi, isipokuwa zile chache chache, lakini mara nyingi utaona hao walokuwa wamoja watagombana baada ya kuondokewa na yule. Hao walokuwa ndugu, undugu utavunjika baada ya yule aliondoka. Hao walokuwa marafiki, watu wa karibu, majirani, ujirani utavunjika baada ya yule aliondoka. Mpaka imekuwa ni kama kawaida sisi kusikia kwamba familia fulani ishagawanyika. Imekuwa ni kama kawaida hivi sasa baada ya kuondoka mtu. Lau kama ataondoka mtu na watu wabakie na mshikamano wao ule ule, ndio inaketi kama inashangaza vile. Tumekuwa twajua lau baba ni milionea au ni bilionea haswa, twajua siku akifa watoto wake wote watagawanya mali, watagombana. Imekuwa ni mambo tunayo kwenye fikra zetu. Baba akifa, tukiona wale watoto bado wameushikilia ule utajiri wa baba yao, hawateti, waendelea vizuri, kwetu inashangaza sana. Wameweza vipi wale kushikana mpaka leo? Imekuwa ni kawaida katika mtaa kukiwa kuna yule mzee kiongozi ambaye mtaa mzima ulikuwa umeshikana kwa sababu yake. Mtaa mzima watu walikuwa waelewana kwa uwepo wake. Huwa tunachokijua sana sana, wazee hawa ama mzee huyu akiondoka, kizazi kinachokuja kila mtu rabbi nafsi, hakuna kujuana, hakuna kuulizana. Tutakapoona ule mtaa bado wameshikana hata baada ya wale wazee kuondoka, kwetu ndo inashangaza sasa. Wamewezaje kushikana hawa? Yote hii ni kuonesha kwamba tumefikia mahali sisi kutengana na kugombana kumekuwa ndio kwingi kuliko kuelewana. Wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani alituzungumzia sisi waumini na akatujulisha, wachilia mbali ndugu yako mlozaliwa na baba mmoja na mama mmoja, wachilia mbali huyo, kila alotamka shahada akashuhudia la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, huyo ndugu yako. Ukabila uweke kando, rangi uweke kando, tabaka ziweke kando, maadam nyote mko katika dini hii tukufu ya Uislamu, nyinyi ni ndugu. Na ndio Mwenyezi Mungu akataka huu undugu ubakie. Sasa tusikubali kuingia ugomvi baina yetu ambao wavunja huo undugu. Mwenyezi Mungu akatuambia katika suratul Hujurat, tuambia wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Lau siku ikatokea makundi mawili katika waumini wamekosana, ikabidi kukosana kwao mpaka mwisho wapigana vita, na ukiangalia kundi hili ni waumini, ukiangalia na hili kundi lingine pia ni waumini, wote ni waislamu, lakini wapigana. Mwenyezi Mungu akatuambia fa aslihu bainahuma, jukumu lenu nyinyi lifuateni kundi hili na lile lingine muwapatanishe. Hawa wote ni watu wamoja, hawa ni ndugu, hawa wapatanisheni. Fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra, lau kundi moja likapita mipaka kwa lile kundi lingine, yani kundi hili liko tayari kwa kuelewana, hili la huku halitaki kusikia, lataka vita tu, lataka mapambano tu, kila kunavyojaribu kuwekwa sulhu, hili kundi la huku halitaki. Ambapo haya ni mambo yalifanyika wakati wa ujahilia huko, kabla ya kutumilizwa wala kabla ya kuzaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu walikuwa wapigana tu, vita visivyomalizika. Nenda ukasome katika tarikh ma qabla al-bi'tha, ma qabla al-hijra, ma qabla an-nubuwa, ma qabla al-wilada, kabla mtume hata hajazaliwa. Uende ukaone vita vilivyokuwa huko nyuma
hata mambo mengine ya kushangaza. Katika vita vilivyokuwa nyuma, kuna vile vita maarufu ambavyo hata tusomapo balagha ama tusomeshapo balagha kule madarasa, huwa kuna ule mfano tukiwatolea wanafunzi ule, ya la bakrin unshuru li kulayba, ya la bakrin aina alfiraru, enyi kabila la Bakr nifufulieni Kulayb, enyi kabila la Bakr mutakimbilia wapi? Bwana mmoja ndugu yake Bakr akauliwa. Bakri ameuliwa, akaamua yeye, mimi nitalipiza kisasi cha kufa ndugu yangu mmoja, ili kisasi changu kiishe, ni ndugu yangu mumfufue, muone huyu hapa, ndo vita vitaishi. Maadam hamwezi mleta, basi kabila la Bakri nitawaua nyote. Yani aliyemuua ndugu yake ni mtu mmoja kutoka katika hilo kabila la Bani Bakri, lakini mimi nitawaua nyote, sitoangalia aloua ni mmoja katika nyinyi, mimi nitawaua nyote. Mukitaka vita viishe, ndugu yangu muone huyu hapa. Atarudi vipi ndugu yake na tayari ashauliwa? Ukisoma utapata vita hivyo vilidumu kwa miaka 40. Watu wauana tu mpaka kuzaliwa watoto ambao hata hawajui yalokuweko wakati wa nyuma, wanatiwa katika vita. Yani maadamu wewe umezaliwa katika Bani Bakrin, wewe umekwisha wewe. Bwana apigana au watu, lile kundi alilokuwa akipigana nalo kuanzia ni vijana mpaka umri waenda, wenzake wamuuliza, sasa tutaendelea na vita mpaka lini? Yoambia mpaka ndugu yangu afufuke. Ndugu yangu hajafufuka, tunaendelea tu sisi. Walioshirikiana naye wanachoka, wengine wanakufa, anakwenda anatafuta kundi lingine. Bana, mimi ndugu yangu waliuliwa, nisaidieni kulipiza kisasi. Wale nao kwa kuwa ni watu vita wapenda, waungane naye, wende wakapambane na wale. Bani Bakri ikawa kazi yao ni kuguragura miji tu. Mara leo wako hapa, washavamiwa, wakimbie wende mji mwingine, wakaekeke mahema yao, wakimaliza wiki 2 wamevamiwa tena. Wakimbie wende kwingine, wakimaliza mwezi mmoja wamevamiwa tena. Mpaka huyu bwana kwa kumwaga damu nyingi akawa mwenda wazimu haswa, akapoteza fahamu, hajui jina lake, hajui atoka wapi, wala hakumbuki chochote. Lakini akatibiwa na watu waliomuokota, akili zilivyorudi vizuri tu. Akauliza, ndugu yangu Bakri wapi? Ashaletwa au bado? Na waregelelea wale. Vita miaka 40. Afa yeye ni ule wakati ambao ukisoma, ni ule wakati ambao jeshi la Abraha limetoka laja kuivunja Al-Kaaba. Huku Makka watu washaanza kupata habari kuna jeshi kubwa laja kuja kuivunja Al-Kaaba. Ndio wakati ambao huyu mtu sasa na yeye yuaenda zake mbele za haki, na tunajua kwamba habari ya kuvunjwa Al-Kaaba ndio habari ya kuzaliwa nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sasa ni vita vya aina gani vya kuendelea namna hiyo? Ni ugomvi wa vipi usiomalizika? Sasa Mwenyezi Mungu atupa mwongozo sisi waumini. Lau makundi mawili yakawa yagombana, jukumu letu ni tuyapatanishe makundi hayo. Lakini kundi moja likiwa halitaki kuelewa, lataka liendeleze ugomvi, Mwenyezi Mungu asema fa in baghat ihdahuma, kundi moja likitupa mipaka ala al-ukhra, dhidi ya lile kundi lingine, faqatilu allati tabghi hatta tafia ila amri Allah, lipigeni vita hilo lilotupa mipaka mpaka lirudi katika amri ya Allah. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu yatupa ruhusa kwa ajili ya kuutengeneza undugu wetu, umoja wetu. Wale ambao hawataki suluhu, wale sote tuungane tuwapige wale ambao hawataki suluhu. Kwa nini hamtaki undugu uendelee? Kwa nini mnataka kuendelea ugomvi nyinyi? Sote tushikane tuwapige mpaka watakaporudi nyuma. Qur'ani yasema fa in fa'at, likiamua kurudi nyuma nalo fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, wapatanisheni. Sasa si washamua kurudi nyuma, wapatanisheni. Inna Allaha yuhibbul muqsitin. Haya yote kwa nini?
Ni kwamba Mwenyezi Mungu yatutaka sisi tuungane, tuwapige wenzetu, ama ni kwa sababu gani? La, Mwenyezi Mungu hataki tuungane tupigane sisi kwa sisi, bali Mwenyezi Mungu ataka tuwe kitu kimoja. Na ndio maana mbele ya aya akatuambia innamal mu'minuna ikhwatun. Si jambo lingine, waumini ni ndugu. Hapa sote tulioko ni ndugu, na wote walioko ulimwengu mzima ni ndugu zetu. Kilichotupa undugu ni sifatul iman, ile kwamba sote tumekuja katika kilma kimoja, tumefinikwa na mwavuli mmoja, wala ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Undugu wetu ulianzia hapo. Kwa hiyo sisi kama waumini, kinachotakaniwa kwetu ni kuhudumisha undugu ambao Mwenyezi Mungu ametupatia, kuhudumisha umoja ambao Mwenyezi Mungu ametupatia, na tuulinde kwa gharama yoyote undugu wetu na umoja wetu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameulinda kwa gharama yoyote. Paka alipotuambia wapigeni wale ambao hawataki kuelewa, ni kama Mwenyezi Mungu aulinda huo undugu, aulinda huo umoja, aulinda huo Uislamu wetu. Sasa tunachotaka kukizungumza leo hapa ni kitu gani? Tunachotaka kuzungumza ni kwamba wakati mwingine hutokea baina yako na mwenzako, aidha ni ndugu yako mulozaliwa pamoja, ndugu yako katika imani, au hata si katika imani, baina yako na mwenzako tu yoyote, wakati mwingine huja kukatokea suu tafahum, kutoelewana. Ikawa wewe umeelewa hivi na yeye ameelewa hivi, mkawa mmejipata katika hali ya ugomvi ambao hamukukusudia ugomvi ule, lakini ndio mshaingia kwenye ugomvi. Sasa inapotokea watu wawili ama grupu mbili ikawa wako katika hali ya kutoelewana, wanazuoni wetu sisi wa tasawuf watuelekeza tufanye nini? Katika maneno wanaotuambia wanasema wa min haqqil akhi ala al-akhi idha hasala bainahu wa bainahu waqfa, miongoni mwa haki ya ndugu juu ya ndugu yake zama kunapotokea tatizo baina yao. Mimi na wewe kuna tatizo, wewe na yule kuna tatizo, na haya ni mambo ya kibinadamu hutokea. Wakati mwingine ukaja ukajipata wewe na mtu damu zenu hazikwendana, mambo hutokea. Mtume ametuambia al-arwahu junudun mujannada ma ta'arafa minha italaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Hizi nyoyo zetu na roho zetu ni maaskari walioelekezwa namna hii. Katika huko alamul arwah, huko zilielekezwa roho namna hii kaelekezwa huyu hii. Zile ambazo zilipoelekezwa zilikubaliana, hapa duniani utaziona zazoeana, zashikana, zaelewana. Mtu mumekutana barabarani tu, lakini mpaka namba mshabadilishana kwa kuketi tu kwenye gari pamoja, kutoka hapa na pale kwenye tuktuk, tayari mshazoeana kwa sababu zile roho zilikubaliana huko. Lakini zile ambazo hazikukubaliana, zilipowekwa pamoja, hii ligeuka na hii ligeuka, zikapeana mgongo, basi hapa duniani mambo yatakuwa vile vile. Utaona mtu hamujawahi kuteta, lakini we mwenyewe waona kwamba bana mimi na yule. Hata yasemekana kwamba mmoja katika wema waliotangulia aliwahi kumwambia mwenzake sikupendi, bila sababu. Alimuita njoo. Yule bwana alipokuja tena kwa heshima kumsikiza, akamwambia bana mimi ninakuita ili nikwambie sikupendi. Yule akamwambia kwa nini unipendi? Akamwambia basi tu sikupendi. Nimekukosea lolote? Akamwambia hujanikosea chochote. Pengine nimedhulumu haki yako? Hujanidhulumu haki yoyote. Labda umepata habari niliketi mahali nikazungumza kitu kukuhusu, sijapata habari yoyote. Sasa kwa nini hunipendi? Akamwambia sikupendi tu. Yule bwana akamuuliza, kwa kuwa hunipendi, lau kuna haki katika hii dini yetu ya Uislamu, watakiwa haki hiyo unipe
yani kuna amana yangu imepita kwako, watakiwa uifikishe kwangu, utaniletea? Akamwambia nitakuletea. Lau nimekufa utaniombea Mungu? Akamwambia nitakuombea Mungu. Utaiswalia jeneza zangu? Akamwambia nitaiswalia. Akamwambia basi sikia na wewe, mapenzi mengine yalobakia kampende mke wako, siataki. Maadamu haya yote utanifanyia, nikifa utaniswalia, dua utaniombea, haki zangu utanipa, hakuna haja tena unambie unipendi, wewe wanipenda. Mapenzi mengine yalobakia kampende nao mkeo, mimi hayo sina haja nayo kabisa. Hayo ulionambia wewe wanipenda tu. Kwa hiyo hutokea wakati mwingine ukajipata fulani mimi na yeye hatuna, yani kila nikijaribu naona haikubali. Sasa lau ikatokea wewe na Muislamu mwenzako kukawa kuna tatizo, wanazuoni watuambia jambo la kwanza unalotakaniwa kufanya, usimdhulumu. Usiseme kwa kuwa mimi na yeye tuna ugomvi basi nishapata sababu ya kufanya lolote lile ninalojisikia. Kumtukana nitamtukana, nikiulizwa nitasingizia ugomvi. Mtu tunteta bana, si ni halali kumtukana huyo? Nitamdhalilisha, nikiulizwa tunteta bana, huyo sinaweza mdhalilisha? La, wanazuoni wanasema an yazida fi bathi mahasinihi akthara mimma kana qabla alwaqfa. Jukumu lako la kwanza ni uzidishe kueneza mazuri ya yule mtu ambaye wewe na yeye mna ugomvi, tena uyaeneze zaidi ya kabla mlivyokuwa na ugomvi. Wewe na yule si amuelewani, sasa ndo watakaniwa ueleze mazuri yake kila mara, mpaka mwenye kusikia akisikia aone kwamba hawa watu wawili waelewana hawa. Angalia namna wanavyomsifu mwenzake, kumbe wala hamuelewani, lakini kwa ajili ya kuchunga mapenzi baina yenu wewe walazimika kuelezea mazuri yake kila wakati. Jambo ambalo kwamba ni uchache kupatikana kwetu kunapotokea ugomvi baina ya watu wawili. Ni uchache kupatikana. Yani kwa kuwa tumeteta, mimi ndo niseme mazuri yake? Siwezi kusema mazuri yake. Mimi nitataja yale ambayo yote ni mabaya. Ndio yule sahaba mmoja alipokuwa amekosana na Sayyidina Bilal katika mambo fulani, katika maneno aloyatoa ya kuonesha kwamba yeye ameudhika na Sayyidina Bilal, akamwambia Bilal, yabna sauda, wewe kijana wa mama mweusi. Yani Sayyidina Bilal alikuwa mweusi katika mazingira ya watu weupe. Kijana mama mweusi. Lile jambo Bilal likamuudhi, akaenda kushtaki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata kama tumekosana, ndio anambie neno hili? Mtume akamuita, akamuuliza, ilikuwaje, kweli mlikuwa na ugomvi? Tulikuwa na ugomvi. Baada ya ugomvi huo akamwambia Rasulullah, watu wakikosana watajia na mama zao, kwa mimi nikamtajia mamake. Mtume akamwambia neno moja tu maarufu, akamwambia innaka mruun fika jahiliya. Ni Abu Darda ama Abu Dharr, mmoja katika hawa wawili. Innaka mruun fika jahiliya, wewe ni mtu ambaye ndani mwako kuna matendo na tabia za kijahilia. Nani aliyokuambia kwa kuwa mmegombana ndio umepata kichochoro cha kueleza mabaya yake? Nani aliyokuambia kwa kuwa mmeteta ndio umepata nafasi ya kumzungumza kwa mambo mabaya ambayo mlipokuwa muelewano ulikuwa mzungumzi nayo? Mlipokuwa mko vizuri ulikuwa humwambii maneno hayo. Kwa nini leo kugombana ndio kukuhalalishie wewe kumsema vibaya, kuzungumza maneno mabaya? Mtume akamwambia, wewe ndani mwako kuna tabia za kijahilia. Ule akamwambia Mtume, ya Rasulullah, hapa nilipo hivi nilivyo? Mtume akamwambia naam. Yule bwana akasema, akaanza kumuomba radhi na msamaha Sayyidina Bilal, nisamehe. Sayyidina Bilal akamwambia, kitambo mimi shakusamehe. Yule ikawa hakubali, amwambia, ili niamini umenisamehe, ni wewe mimi nilale chini, kisha hunu mguu wako ambao mimi nilikuwa na dharau kwa kuwa ni mtu mweusi, mamake mweusi, unikanyage nao hapa, yani kumaanisha mimi si lolote, ndio imani yangu itanambia umenisamehe. Sayyidina Bilal hataki.
wakati yeye hataki, yule ndio ashajibwaga chini na ndio yuamshika mguu, yuulazimisha lazima unikanyage hapa, ndio mimi ni yani roho yangu ndio ipate amani. Mimi kwa nini nijifakhirishe juu yako? Kwa nini nijione mimi ni mbora kukuliko? Kwa nini ugomvi ni ufanye ni sababu ya kukusema wewe kwa mambo ambayo singekusema nayo lau si huo ugomvi? Kinachotakiwa kwako, jambo la kwanza ni uende mbio katika kueneza mazuri ya yule ambaye wewe na yeye kumetokea tatizo. Hivi ndivyo walivyokuwa salafu salih, Mwenyezi Mungu awaridhie. Kanu yamdahuna aduwahum kullama dhukira ismuhu bihadratihim, ilikuwa wakiwasifu maadui zao kila jina litajwa hapo mbele yao. Jina la ule adui likitajwa mbele yake yuamsifu, jina likitajwa mbele yake yuamsifu, bihaithu yadhunnu adh-dhannu annahu min a'zami almuhibbin lahu, kiasi ya kwamba mtu mwenye kudhania atadhania wallahi huyo ndio yuwapendwa zaidi. Kila kitajwa yusifiwa, kila kitajwa yusifiwa, aonekana yuwapendwa sana huyo, kumbe ni adui yake, lakini yuwataja mazuri yake hata kama baina yao kuna jambo. Hapatilizi ule uadui iwe ndio sababu ya kumsema na kumzungumza vibaya. Hili ni jambo la kwanza ambalo sote tutakana tujifananishe nalo. Ukiwa na ugomvi na ndugu yako, ikiwa kuna suu tafahum baina yako na ndugu yako, basi wewe usifanye ndio sababu ya kumzungumza vibaya kila ukaapo. Usifanye ndio sababu ya kumsema vibaya kila uendapo, bali ndio mwanzo watakikaniwa uwe wamsema vizuri kila mara. Muhimu likitajwa jina lake wewe uko tu wamzungumza vizuri. Hata mtu ikawa yamsema vibaya, wewe wakataa wamzungumza vizuri, kwa sababu kuna leo na kesho. Kesho mkija mkielewana, maneno uliyosema yale yatakuwa bado yambakia hapa. Wenyewe wanasema mtu akiteleza akiteleza kwa miguu, yatembea akateleza kanguka akaumia, pale alipoumia paweza poa. Pale alipoumia au kama mpasuka amvunjika paweza poa. Lakini mtu akiteleza akasema maneno mabaya yakamuumiza mwingine, maumivu hayo hayapoi. Maumivu ya ulimi hayashoneki, hayatibiki hospitali wala hayapoi. Ndole akasema yamutul fata min athratin min lisanihi wa laysa yamutul mar'u min athrati rijli. Mtu hufa kwa kuteleza kwa ulimi, lakini hafi kwa kuteleza kwa mguu. Utateleza uumie, lakini ukienda hospitali utatibiwa upoe. Je, ulimi tutakutibu wapi? Na umeumiza ulimi ule pia. Kwa hiyo mwaweza kujaelewana kesho maneno yale waliyosema yatapoa vipi kwenye moyo wake wakati wewe ulimsema kwa namna mbaya mbaya. Kwa hiyo kwanza ni uwe wamsema vizuri hata kama hamuelewani. Jambo la pili, wanatuambia wanazuoni wetu mutasawifun, lau kuna maneno yamekufikia kumhusu yule ndugu yako ambaye wewe na yeye hamuelewani, wewe huku wajaribu kumzungumza vizuri, lakini yeye kule ndio yakusema vibaya, sasa ufanyeje? Na wewe utoke katika barabara yako useme mimi namsema vizuri, lakini yeye mwenyewe kumbe yuataka tusemane vibaya. Haya, ngoja tufunguliane vitabu, na wewe uache msimamo wako uende kama yeye. Ama wanazuoni wetu wa tasawuf wanakuambia la, yeye kama yuwa kusema vibaya isiwe sababu ya wewe kuacha kumsema vizuri, bali watakaniwa wafanye hivi. Wanasema an yubadira ila al-istighfar. Ukisikia yeye ndo akusema vibaya, kitu cha kwanza kimbilia kutaka istighfar kwa Allah. Kitu cha kwanza, haya ni mambo muhimu sana. Kimbilia kutaka istighfar kwa Allah, wa ila kashfi ar-ra'si wa itraqihi al-ardha
walwuqufi inda ni'al. Na haya yote maneno yaliyotumika hapa ni kinaya cha kwamba wewe uwe wajuta, uwe watafuta sababu za kuelewana naye yule. Wanasema wa idhhari nadam, anayekusema ni yeye lakini kujuta juta wewe. Wakati anayekusema vibaya ni yeye kule, juta wewe. Ala ma waqa'a minhu fi haqqi akhihi, juta kwa yale anayoyafanya yeye kukufanyia wewe. Yani juta wewe, mbona yofanya vile yule? Istoshe wayudima dhalika ila an yarhamahu akhuhu, endelea hivyo hivyo kila wakati taka msamaha, kila wakati juta kwa yale ayafanyayo yeye, endelea hivyo hivyo mpaka yule kule anayekusema vibaya akuhurumie, aache kukusema vibaya. Wanasema thumma illam yarhamhu, lau kama sasa wewe wajuta huku, kwa nini yeye kule yafanya vile? Hujuti wewe hapa, lazima tuelewane. Wajuta kwa nini yeye yuanisema vibaya wakati mimi namsema vizuri? Endelea hivyo hadi yule kule abadilike, akuhurumie, arudi muwe sawa, ama aache kukusema vibaya. Lakini lau hatoacha, thumma illam yarhamhu, ikiwa ataendelea vile vile, yuendelea tu, wanasema rajaa ala nafsihi billawm, jilaumu wewe sasa. Jilaumu, mimi kwani ni mja muovu kiasi gani mpaka Mwenyezi Mungu hamtii huruma yule, haya yakaisha? Mimi nina madhambi mengi namna gani? Kwa nini maovu nilonayo situbu ili yule kule Mungu akamtia imani ya kubadilika? Onekana mimi ndo muovu sana, ndio maana ikawa yule kule moyo wake haumuingii imani. Rudi ujilaumu wewe. Raja ala nafsihi billawm wa'tarafa bi annahu zalim, na ukubali mimi ndo nilodhulumu. Maneno yote haya alafu yamefungwa na neno moja tu, wameandika waqalla man yaf'alu dhalik, ni wachache mno wenye kuweza kuyafanya haya, wachache sana. Wewe na ndugu yako hamuelewani, wewe wamsema vizuri, yeye akusema vibaya, kisha kwa kuwa kusema vibaya habari zilipokufikia ukarudi ukajuta wewe, ukawa leta istighfar, wamuomba Mungu yaishe, lakini yule hataki kuelewa. Baada ya hapo ukarudi kujilaumu wewe, mimi ndo nilodhulumu, mimi ndo mwenye dhambi nyingi, mimi ndo mwenye makosa kadha kadha. Wanazuoni wasema haya ni wachache wenye kuweza kuyafanya. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuambia, watu wakiwa na ugomvi, mbora ni yule anayerudi wa kwanza. Yani mimi na wewe tumekosana, alafu mimi ndo nilofanya haraka kurudi tuelewane. Baina yangu na wewe mbora ni mimi. Ikiwa wewe ndo nilofanya haraka kurudi tuelewane, baina yangu na wewe mbora ni wewe. Haifai kila mmoja kushikilia msimamo. Nikifa sitaki anizike mimi, asione jeneza yangu, sijui hata sitaki dua zake nini. Kwa nini afikie hapo? Kwa nini wakati njia za kuregesha mambo sawa sawa ziko, na sisi ni ndugu ambao kwamba tutakaniwa tuwe na neno moja, tuwe na sauti moja? Watu ugombana kutoka katika familia moja, watoto wa baba mmoja, wakagombana mpaka wakakatana na silaha wakashikiana. Watu ugombana mpaka wakafikia mahali kwa kwamba tusizikane tena. Watu hugombana kukaingia husuma, tena hasa husuma ishikiliwe na banati. Hiyo itachukua muda. Iwe wanawake wameingilia, wao ndio kimbele mbele pale, watia maneno hawa, wakiwatia maneno hawa, watu wakawa ndugu waliokuwa pamoja, waliokuwa wakielewana. Ikafika mahali huyu akipita huku huyu hapiti, huyu akienda huku huyu haendi, au si ndugu, ni majirani tu. Ikawa majirani waliokuwa wakipika pamoja, wakipelekeana vyakula, leo wamekuwa ndio maadui wakubwa, wamekuwa ndio hawaelewani. Kwa nini afikie hapo? Wanazuoni watuelekeza namna gani ya kuhudumisha undugu wetu, namna gani ya kuamiliana sisi kwa sisi wakati kukiwa na ugomvi baina yetu. Wanaendelea kusema, na lau kama yule ambaye muna ugomvi
atakuja kwako kutaka udhuru, mkubalie, hata kama ule udhuru anaoutaka umeketiwa mipango. Kubali hivyo. Yaani amekuja yomba msamaha, lakini ukimwangalia hivi kuna ile tuita body language ile, sio? Ukimwangalia ule yani alivyo, haionyeshi kamwe kwamba yomba msamaha. Mtu amekuja kukuambia nisamehe, lakini ukacheka nisamehe. Maana ukitaka samehe, usipotaka ukimwangalia waona kabisa huyu wala hajajutia lolote, wala haombi msamaha, yuaniteza shere. Waambiwa kubali hivyo kwa ajili ya kudumisha ule undugu na ule umoja na ule urafiki na ujamaa uendelee vile vile. Wanasema wa an yaqbala i'tidharahu walau kana mubtila, kubali udhuru wake hata kama waona pale kuna yani yuko katika batil, yani hana ukweli, hamaanishi anachokisema, kubali hivyo udhuru wake. Kwa nini? Wanasema faqad rawa at-Tirmidhi wa ghayruhu, al-Imam at-Tirmidhi amepokea na wengineo katika maimamu wakasema man atahu akhuhu muntasilan min dhanb, yoyote ambaye ndugu yake atamjilia awe yuomba msamaha kutokana na kosa fulani, amekuja atakawapatane kutokana na kosa fulani, Mtume asema falyaqbali i'tidharahu, kubali huo udhuru wake alokuja kutaka, kubali. Muhiqqan kana au mubtila, sawa sawa amekuja ikiwa yuko kwenye haki, hayuko kwenye haki, ni mkweli si mkweli, ataka udhuru kweli ama yubabaisha, wewe kubali tu hivyo. Mtume asema fa illam yaf'al, lau ndugu yako amekujilia yataka udhuru ukakataa, hukukubali ule udhuru wake kisa na sababu si mkweli, kisa na sababu nyie mkumuona alipokuja, nyie mkumuona alipokuwa kizungumza si mkweli, Mtume asema fa illam yaf'al lam yarid ala alhawd, hatokuja katika birika langu. Huyo mtu birika la Mtume hatopata kunwa pale. Kwa nini ndugu yako amekuja kukutaka udhuru, wewe ukamkatalia udhuru wake? Kwa nini? Ndio katika shairi zilizopokewa moja mzuri wanasema idha atadhara as-sadiqu ilayka yawman fajawiz an masawihi al-kathira, rafiki akitaka udhuru kwako siku moja, samehe makosa mengi aliyoyafanya. Udhuru ni mmoja tu alotaka, lakini wewe samehe makosa mengi aliyoyafanya kwa ule udhuru huno mmoja. Wanasema fa inna ash-Shafi'iyya rawa hadithan biisnadin sahihin an Mughira, kwa sababu Imam Shafi'i amepokea hadithi kwa isnadi iliyo sahihi kumpokea Mughira. Mughira na yeye anil Mukhtar, Mughira amempokea Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba Mtume amesema anna Allah yamhu bi'udhrin wahidin alfay kabira, Mwenyezi Mungu yafuta kwa ule udhuru mmoja ule ukubali, Mwenyezi Mungu yafuta madhambi makubwa 2000. Ule udhuru mmoja tu ule Mwenyezi Mungu atakufutia dhambi wewe kwa kule kumkubalia yule aliyokuja kutaka udhuru kwako, ingawa ulimuona hana ukweli, lakini ukamkubalia hivyo. Sasa hawa wanazuoni Mwenyezi Mungu awarehemu walitupangia mambo kama haya kwa sababu kila tunavyokwenda mbele twaenda katika wakati ambao watu waupoteza undugu wao na umoja wao. Yakaribia hivi sasa kwamba hakuna familia ila ndani mwake ina ugomvi. Yakaribia hivi sasa kwamba hakuna walokuwa wakielewana ila kumeshaingia matatizo baina yao. Yakaribia. Hawa waliketi wakapangilia mipangilio ambayo kwamba yapelekea watu waelewane, wabakie kwa kitu kimoja. Wanasema safari moja al-Imam al-Hasan al-Basri pamoja na al-Imam Muhammad ibn Sirin, ambao wote ni katika kibaru tabi'ina, kulikuwa na kitu baina yao. Wote ni wanazuoni wakubwa,
lakini ikawa kuna kakitu kametokea hivi. Al-Hasan al-Basri yuko kivyake na wanafunzi wake ama na watu wake, na Muhammad ibn Sirin yuko kivyake na watu wake ama na wanafunzi wake. Na yajulikana kwamba Al-Hasan al-Basri ni mmoja katika wanazuoni wakubwa, lakini Muhammad ibn Sirin amemshinda katika masala ya ndoto. Yeye ni hodari kwa mambo ya ndoto. Mwenyezi Mungu amempa kipawa, ndoto yoyote yoijua kwa maana zake. Al-Hasan al-Basri yusiku akaota ndoto, yuko kwenye jaa, katikati ya jaa, kisha ameshika kigongo namna hii, yuwafanya kama kugonga gonga kwenye zile takataka za lile jaa, kama hiyo gonga gonga namna hii. Ndoto ikamshughulisha. Hii ndoto maana yake nini? Mimi katikati ya jaa. Haya, hodari wa kufasiri ndoto nani? Ni huyo ambao hawaelewani. Huyo ambao ana kitu ndio chuma cha kufasiri ndoto. Fanyeje? Akamtuma mwanafunzi wake, akamwambia nenda kaulize, sema wewe ndo uloota, umeota kitu kadha kadha kadha, tafsiri ya hii ndoto nini? Mwanafunzi akaenda kule kwa al-Imam Muhammad ibn Sirin kwenda kuuliza, bana mimi nimeota kwamba niko katikati ya jaa, alafu nimeshika kigongo na gonga gonga katika ardhi, katika zile takataka za kwenye lile jaa, hii ndoto itakuwa na maana gani? Al-Imam Muhammad ibn Sirin akamwangalia, akamwambia hii ndoto wewe huwezi kuiota, kamwambia yule aloiota aje yeye mwenyewe, kwa sababu maana hii ndoto huwezi kuiota wewe. Mwanafunzi akaanza kushikilia, nimeota mimi. Akamwambia la, hujaota wewe, kamwambie mwenyewe aje. Mwanafunzi akaondoka, akaenda akamwambia Imam Al-Hasan al-Basri, bana ameisikiza ndoto, akanambia ndoto kama ile siwezi kuiota mimi, mwenye ndoto ende. Hawezi kutoa mwanafunzi mwingine, manake wa pili akienda itaonekana ankuja wa kwanza ameota, atakujaje wa pili ameota ndoto ile ile, yabidi ende mwenyewe. Akaenda mwenyewe. Akifika tu al-Imam Muhammad ibn Sirin alipomuona tayari akamuinukia. Hawa walikuwa wana kitu baina yao, akamuinukia, wakakumbatiana, wakaanza kuulizana hali. Muhammad ibn Sirin kawa mlaumu kidogo kidogo Al-Hasan al-Basri, amwambia vipi bana, mbona umenitupa? Sisi twafaa lini kutupana mimi na wewe? Yule amwambia bana ndo hivyo, saa nyingine hutokea mambo kama haya, lakini wewe pia umenitupa, wewe pia bana. Wakalaumiana kidogo, lakini hao ndo washakuja pamoja hao. Kisha akamwambia bana, ninakuja kwa ajili ile ndoto. Akamwambia nilijua hii ndoto umeiota wewe, haiwezi kuotwa na mtu yoyote. Mimi nilipokuwa namwambia yule kijana akamwambia mwenye ndoto aje, nilikuwa nina uhakika mwenye ndoto wewe, kwa sababu maana iliyoko kwenye ndoto haiotwi na mtu isipokuwa wewe. Ndoto ina maana gani? Akamwambia ile ndoto maana yake ni kwamba wewe pale uko katikati ya jaa, ni kwamba Mwenyezi Mungu atakupa ilmu nyingi sana, ilmu ambayo haina mfano, na utakuwa mahali katikati, umezungukwa na watu wengi, wote wataka kuchukua katika ile ilmu yako, wote wataka kuchukua katika ile ilmu yako. Sasa kila nikimwangalia yule mwanafunzi, haiwezekani ile ndoto kwamba yake, ile ndoto ni yako wewe tu. Ndo nikamwambia, kamwambie mwenye ndoto aje yeye, hii ndoto wewe haiwezi kuwa yako. Ambapo waweza ukapata tukio kama hilo, lau lingelikuwa ni wakati wetu, ambaye kwamba ameota mimi, halafu mwenye kufasiri ni mtu fulani, hatuelewani, ama uloota wewe mwenye kufasiri mimi hatuelewani, wewe enda kufa, wewe enda kufa. Hiyo ndoto maana yake una maadui wengi wewe, watakuzunguka kila upande, watakuvamia, watakutoa roho. Na kulingana na hii ndoto ilivoketi, umebakisha siku 3 tu za kuishi wewe, kuisha lako nini. Yote hayo hawaelewani. Akaamua acha mpatilize kusema yote ambayo yatamtua kwenye moyo wake. La, nini kinachotakaniwa? Yatakikaniwa wewe ubakie katika kuuchunga ule undugu baina yako na ndugu yako. Na ndio maana wanazuoni wakatuambia, miongoni mwa kuuchunga undugu ili ugomvi usije
kuchunga umoja wetu, kuchunga urafiki wetu, ugomvi usiingie baina yetu. Ni lao atakuja mtu kutuletea maneno, basi ni lazima yule mtu tufanye mambo sita kwake. Mtu amekuja anieleza mimi maneno kukuhusu, akueleza we maneno kunihusu. Kuna mambo sita tutatakiwa tuyafanye kwa yule alokuja na maneno kuyaleta, ili mimi na wewe tukosane. Wanasema jambo la kwanza, alla yusaddiqahu, usimsadikishe. Wakati wakwambia bana fulani kadha kadha, usimkubalie wala usimsadikishe. Jiambie moyoni, huu ni mrongo huyu. Kwa sababu mwanzo ukianza kumsadikisha, itaanza kupelekea yule anayetajwa ugombane naye, yule anayetajwa ukosane naye. Kwa wakati waambiwa wewe, tayari kwenye moyo wako pitisha, huyu si mkweli, usimsadikishe. Jambo la pili, wanasema an yanhahu an dhalik, na haya aliyoyataja ni al-Imam al-Ghazali, watakaniwa uyafanye kwa yule anayekuletea maneno. Mkataze, mwambie angalia, usiniletee maneno mimi, maneno ambayo yatanikosanisha mimi na ule mwenzangu. Kwani hana mazuri? Kwani hakuna mema aliyoyafanya? Mbona hujawahi kunijia kunieleza mazuri yake? Kunijia, umenijia tayari wanieleza mabaya. Anasema mkataze hilo jambo. Jambo la tatu, wanasema an yabghalahu fillah, amkasirikie kwa ajili ya Allah. Mkasirikie. Ama an yubghidhahu fillah, mkasirikie kwa ajili ya Mungu. Kwa nini aniletee maneno yatakaonikosanisha na mwenzangu? Kasirikie yule alokuja na maneno. Jambo la nne, wanasema alla yadhunna bil manquli anhu su, yule ambaye alikuwa atajwa mbele yako na yule mtu, usimdhanie maovu. Usimdhanie maovu. Jiambie kwamba haya ya huyu amekuja nayo atugombanishe. Kwa hiyo usikubali fikra zako zipitishe maovu kuhusu yule alokuwa akitajwa. Jambo la tano, anasema Imam Ghazali, alla yatajassasa ala tahaqquqi dhalik, usianze kuchunguza ili kuthibitisha haya aliyosema huyu mtu ya kweli haya. Ukaanza sasa, nataka nifuatilie, aliniambia nini? Aliniambia yule kule ana kitu kadhaa, waanza kuchunguza. Alisemaje? Alisema yule kule ana kitu kadhaa, waanza kufuatilia ili uhakikishe huyu ni mkweli ama si mkweli. Usifanye hivyo. Kisha jambo la mwisho la sita akasema, alla yahkia ma namma lahu bihi, yale ambayo yule mtu alikuja kukueleza wewe usiyaeleze. Baada ya kwamba ulishamkanya, ulishamkasirikia, ulishafanya kadha, usiyaeleze kwa mtu mwingine kwamba mimi ninapata habari fulani ameketi kunizungumza, fulani ameketi kunisema ni haki kweli, mimi na yeye tulivyo. Usikae ukayaeleza yale ambayo huyu mtu amekuja kukwambia. Haya tunaoyazungumza yote ni kwa sababu sisi kama waumini tutatakikaniwa tuwe ni watu wanaopendana daraja ya mwisho, tuwe ni watu wanaoelewana daraja ya mwisho. Wachilia mbali kwamba sisi ni ndugu tuliozaliwa pamoja ndo tuelewane. Wachilia mbali hiyo, ile kwamba sisi ni waumini sote tutatakaniwa tuwe kitu kimoja kwa namna ya ajabu kabisa. Tuwe kama alivyosema Mtume kwamba mu'min na mu'min mwingine ni kama jengo hili moja latiliana nguvu. Jengo hilo kwa hilo, ukuta huu wautilia nguvu ukuta ule, ukuta ule wautilia nguvu ukuta huu. Huu ukianguka tarajia na ule utaanguka. Ndivyo inavyotakaniwa kwa waumini. Mmoja akiumwa na kidole, wengine pia nao wanasikia uchungu wake, kwa namna tulivyoshikana, kwa namna tunavyoelewana. Ndiyo maana ukaambiwa usimchukie ndugu yako kwa sababu ya yeye kama yeye, yani usimchukie personality yake. Ikibidi basi chukia yale ayafanyayo, lakini yeye mwenyewe usifanye nini? Usimchukie. Ikibidi chukia kile kitu, si yeye. Kwa sababu hata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuwa akizungumzia kuhusu kitunguu thomo kile, alipokuwa akizungumza Mtume alisema innaha shajaratun akrahu rihaha, ni mti naichukia harufu yake. Hakusema ni mti nauchukia mti wenyewe. Mti wenyewe uko vizuri, lakini ile harufu ndio ambayo mimi sipendi. Na wewe yule mtu mwenyewe kaa naye vizuri, yale mambo yake tu
ndio uwe huvutiwi nayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja uko nyumbani kwake katika nyumba ya bibi Aisha, ghafla kukabishwa. Mtume akauliza nani? Ule mtu akajitambulisha fulani. Mtume akamwambia bibi Aisha, akamwambia bi'sa ibnul ashira wa akhul ashira. Ona huyu anaibisha, huyu ndio kijana mbaya kwa wazazi wake na familia, na ndio ndugu mbaya kwa ndugu zake. Yani katika hiyo familia ukitafuta kijana mbaya ni huyo, na ukitafuta ndugu anayekaa na ndugu zake vibaya ndio huyo anaibisha. Mtume akamwambia ingia. Bwana akaingia, akaja paka pale akazungumza na Mtume. Mtume kawa yamzungumzisha vizuri kwa tabasamu paka bwana akamaliza akatoka. Bibi Aisha akamuuliza Mtume, si umeniambia huyu ndio mtu mbaya katika familia yake? Mtume akamwambia naam. Yani kama vile amaanisha, mbona basi umemzungumzisha vizuri? Kama ni mtu mbaya twende naye vibaya vibaya. Akiingia hapa amwambia wataka nini wewe? Kwanza hebu toka wewe bana, mimi siwezi kuongea nawe. Kama hiyo maanisha hivyo, yani kwa kuwa ni mbaya nenda naye vibaya vibaya. Mbona umezungumza naye vizuri, umecheka naye nini? Mtume alimuuliza swali moja tu, alimuuliza mataa hatini fahashan, mataa hatini sababan. Tangu lini ulinisikia mimi nikitukana? Tangu lini ulinisikia mimi nikitoa maneno mabaya? Kama ana maneno mabaya yeye, mimi maneno mabaya kumwambia simwambii. Kama yeye yasema kuambia watu huko nje, hayo yake. Lakini mimi nikiwa naye, ule undugu na uchunga, ule uislamu wetu na uchunga, mengine na muachia yeye mwenyewe. Ndugu zangu waislamu, kama tulivyotanguliza kusema, tuko katika siku ya Badri, siku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameujalia Uislamu ukakua mpaka ukatufikia sisi leo. Lakini kwa sababu ya kuwa masala haya pia tumeyasikia mara kwa mara na bado tutayasikia, pengine leo dhuhuri yalizungumzwa, kwingine hapa na pale usiku labda yatasemwa, tukasema tuje tukumbushane katika masala kama haya, ili kwa ajili ya kuhifadhi Uislamu wetu, kwa ajili ya kuhifadhi umoja wetu, ndio tusiupe nafasi ule ugomvi na uhasama ukawa watugawanya, ukawa watuweka watu mbalimbali, ukawa watufanya hatuelewani tena. Tujue kwamba uhasama unatokea, lakini bado sisi kama Waislamu umoja wetu atakaniwa uwe uko pale pale. Inshallah kwa haya yote tuliyozungumza, Mwenyezi Mungu ajalie tuweze kuyafanyia kazi. Kwanza sisi tulosema tuweze kuyafanyia kazi, na nyinyi mliohudhuria hapa mkasikiza na walioko nje, sote Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuyafanyia kazi. Undugu wetu udumu, umoja wetu ubakie, Uislamu wetu upate nguvu na uzidi kusonga mbele. Inshallah Mwenyezi Mungu atubarikie na atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا